I want to say welcome the teachers of Kenya. And I want to associate myself with the sentiments that have been made by Ulimwengu unakimbia kwa kasi. Mataifa yanakumbatia mifumo mipya ya elimu ili yalingane na mwendo huu wa maendeleo. In 2022, citizens were not sure about CBC. In fact, as I campaigned in many parts of the country, parents, citizens were saying, let us abolish CBC. Ni kweli ama si kweli? Nchi ya Kenya haikusalia nyuma, ikabuni mtaala mpya wenye lengo la kuimarisha umilisi na umahiri miongoni mwa wanafunzi. Kwa mujibu wa katiba ya Kenya mwaka 2010 sura ya 4 sehemu ya 3 ibara ya 53b, kila mtoto ana haki ya kupata elimu ya kimsingi bila malipo, na elimu hiyo ni lazima. Hivyo basi, kila serikali inayoingia mamlakani ina jukumu la kuhakikisha haki hii inatimizwa. Mgao wa fedha kwa shule upeano kulingana na idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kupitia mfumo wa NEMIS. Changamoto huibuka pale ambapo baadhi ya wanafunzi hukosa stakabadhi muhimu za usajili, jambo linalosababisha shule hizo kupata mgao mdogo. Katika hili, hatuwezi kulaumu serikali au wakuu wa shule pekee. Lawama kubwa zinawaelekea wazazi ambao hawajatekeleza wajibu wao kuhakikisha watoto wao wana nyaraka za kimsingi. Muhula wa 3 sasa umefika katikati, lakini cha kusikitisha ni kwamba shule nyingi bado hazijapokea mgao unayostahili ili kuendesha shughuli za masomo. Maafisa wa Wizara ya Elimu wameendelea kutoa ahadi zisizotimizwa. Katibu wa wizara, Profesa Bitok, akiwa Narok, alitangaza kwamba fedha zimeshatumwa. Hata hivyo, kufikia leo tarehe 17 Septemba, shule nyingi bado hazijapokea chochote kwenye akaunti zao. Wakuu wa shule wanajipata katika hali ya taabu, wafanyikazi hawajalipwa, shughuli za masomo zimedumaa na gharama mbalimbali hazina suluhu. Cha kushangaza zaidi, wakati huu Rais William Ruto anapoalika walimu Ikuluni wapatao 1000 na kuahidi kila mmoja shilingi 10,000, waziri wa elimu akiulizwa hali ya shule anajibu kwamba wizara yake kwa kushirikiana na wizara ya fedha bado wanaoanisha data za wanafunzi kote nchini. Swali ni hadi lini? Hadi lini tutapindua malengo yetu kichwa chini miguu juu? Ni kwa nini kuonyesha ukarimu Ikuluni wakati shule hazina fedha? Shule ngapi hazina miundo msingi ya kufanikisha CBC? Shule ngapi zina upungufu mkubwa wa walimu? Na walimu wangapi waliohitimu miaka zaidi ya 5 iliyopita bado wanasubiri barua za ajira? Bila shaka bado tunahitaji ukombozi wa sekta ya elimu. Leo Wizara ya Elimu imepoteza dira. Ni kama meli iliyozama kwenye bahari chafu na sasa inabebwa na mawimbi. Kuna mengi ya kulalamikia kuliko ya kusifia katika wizara hii. Tumetafuna, lakini sasa yametushinda kumeza. Ni lazima serikali iache siasa katika sekta nyeti kama elimu, afya, usalama na hazina ya taifa. Mustakabali wa Kenya uko mikononi mwa kizazi kilichoko shuleni leo. Makosa yoyote, udhaifu wowote au ucheleweshaji wa maamuzi ni sawa na kulifunika taifa kwa giza nene. Rais kama nahodha wa meli hii hana budi kusimama imara kutetea maslahi ya watoto wa taifa hili. Fedha zipelekwe kwa wakati, walimu waajiriwe vya kutosha na miundo misingi ikibadilishwa ipasavyo. So my first assignment when I arrived here is to set up a presidential working party. Because if there is one thing we must never get wrong is education. Because if we get it wrong in education, we fail as a country. Tumepuliza kipenga. Haya ni makala ya Kipenga cha Amaika. Mimi ni Agadias Ikoha. They listen to teachers, and I want to congratulate the teachers of Kenya. You became the largest contributors of ideas that today informs what we are doing.